riziki zina overflow, tugawane blessings zina overflow. Yup, ndo hivyo manze, blessings na overflow hapa ndani ya Bahari FM. Pia blessings na overflow sana. Dakika 16 baada ya saa 9 sasa za Afrika ya Mashariki, kushasikia sauti ya mtoto mzuri ama vipi, Furaha Chara in the building man, and I'm so excited manze, mwanake ni sister do ambaye anafanya vizuri sana, na because leo ni WCW, ni heshima kubwa sana kuwa naye ndani ya mjengo hapa hivi ama vipi, kupiga story 2-3 atakuwa anatueleza safari yake ya muziki ama vipi imekaje, alafu pia kujenga vibe kama K kama dawa. Mimi ndio kama mapenzi manze, nipo na mtoto mzuri Furaha in the building. Asante sana. Yeah, you're good? Yeah, I'm good. Mzee unakaa fiti sana bana. Asante. Yani kwenye video kama live yani huko Mombasa watu tunasemaga mashallah. Yep, so ambaye anakusikiza kwa mara kwanza hivi sasa. Yeah. Unakuita nani? Kwa majina naitwa Furaha Chara. Furaha Chara. Yeah. Unajua mdogo wangu yani kitinta mimba bimku wangu anaitwa Furaha. She's called Furaha. Oh. But sasa ana talent ya kuimba zero talent. Talent yake ni urembo tu. But she's amazing. Urembo pia ni talent. For real? Yeah. Urembo inalipa? Inazalipa, inaoni ora na. Wani venye mademu warembo wanatesa ku TikTok. Ni pressure tu. But ukienda ukawafuata hata ana pa kulala. That's the sad truth, by the way. Hiyo ndio kweli. Ona also na TikTok. You are rembo tu TikTok na Instagram. Kwa ground vitu ni different manze. Yeah, so karibu sana manze. Asante sana. How you feeling? I'm good. Yeah. Breathe in. Yeah, it's been a hell of an afternoon man, lakini tuko hapa hivi manze kupiga story 2-3. Yep. Manze Furaha unafanya vizuri sana katika game ya music, especially kama mwanadada. Asante. You rap game iko fiti sana, yani bazako zishaka kalikali, lakini kwa muonekano wako, kwa jinsi ulivyokuwa mrembo, watu wangeshangaa sana mbona Furaha Chara akaamua anaimba ni ngoma zenye si secular. Watu wengi husema that sky kama na rap, but for me nikianza mziki niliona that life yenye naishuku ghetto. Mimi nimetoka ghetto kwanza. Nilikuwa nalelewa Bangu. Umeka ghetto kabisa? Yeah. Mbona ukae? Nikala isikudanganye. So ukapata that nilikuwa naona that my youth wenzangu kuna hizi challenges mob zenye wanapitia. Yep. So nikamua that mimi nataka ni bring my youth wenzangu wakuje kwa Christ. Nataka ku bring my youth wenzangu wakuje kuabudu Mungu. So nikamua that mnapenda hizi rap, mnapenda hizi gengeton. Hizo ndio nitafanya, na nitafanya kuwa bring back to Christ, kuwa bring back to God. Na time yenye tu nilianza kuimba rap ika flow tu, na hivyo ndio nilianza muziki wa rap. Wow. Yeah. It's a journey. And how has been the journey man, kutoka ukielezea life yako ya ghetto, because mimi pia niko interested sana wana kujua stories za ghetto. Maana yake kukaa katika ghetto manze si rahisi. Like how was the life back then? For me, life ilikuwa hard. Life ilikuwa so hard. Alafu challenges zilikuwa mingi, temptations zilikuwa mingi. Juu unapatanga pala ghetto ni wase wakisha kuona kama sahi nijiintroduce tu nimetoka ghetto na wase wanijui. Mtu yoyote mwenye ako hapa nje, watu wengi most of them wanafikirianga that kama umetoka ghetto we ni mwizi. We ni gaidi. Hadi mimi nafikiria hivyo. Ni mbaya, upasi kufikiria hivyo. Mimi pia nimetoka ghetto, imagine. Sasa imagine nikikwambia nimetoka ghetto then wani huyu dem ni mwizi ataniibia, huyu dem ni gaidi ataniibia. So unapata kuna hiyo challenges kwanza ku face the world hapa nje. Juu unajua pia hatuwezi fikicha background zenye tumetoka at the end of the day. Na pia kujipata kwa hiyo background si kumaanisha that life yetu ita end up tukiwa hivyo. So ni ukweli tunasema mali tumetoka, but at the end of the day tulijipata hapo. Na kujipata ghetto si kumaanisha ati mimi ni gaidi, mimi ni mwizi, like mimi nafanya stuff zote zenye hazihusiani anywhere na Mungu, ama like sina good morals. So mimi nilikuwa nataka kuonesha the world hapa nje mimi nimetoka ghetto na kuja huku nje, naenda to the nations, naenda
far away from ghetto to show that other people that hadi sisi wenye tumetoka ghetto sisi tuko na life. Hadi sisi wenye tumetoka ghetto si ati sisi ni magaidi, si ati sisi ni wabaya. At the end of the day tulijipata hapo, si makosa yetu kujipata tumezaliwa hapo. But pia sisi kama wana ghetto tunataka that kuchange pia life yetu. Juu unaona Bombe mwenye wako hapa nje pia yeye anataka that budangu alifika hapa, acha pia mimi nifike mbali. So pia sisi wenye tumetoka ghetto tunataka that tulijipata hapa, pia sisi acha tutengeneze life yetu, life ya wazazi wetu, life ya watoi wetu. So unapata challenges kama hizo ziko sana sana ghetto, na unapata mayouth wengi wana fight situations kama hizo. Unapata maybe youth fulani pale ghetto alikuwa na ile momentum, nataka kukua in life, kukua in life. Then the moment umetoka tu nje ya ghetto, wase wanakumisjudge, wase wanakumistreat, wase wase wanakupea words zenye zina feel tu una feel down, una turn off. Then even though hizo talents zako, dreams zako zenye ulikuwa nazo zinakuwa shattered, ukirudi pale ghetto wase wanakuimpress, wase wanakuimpress, then una feel like na deserve tu kukuwa hapa mali wase wananimpress. Then unapata ulikuwa ungeenda far, but wase wenye wako huku nje wana kill dreams za wase wenye wametoka ghetto. So tukianza na wewe by the ukisikia tu chali yote ametoka ghetto ama nini, si ati wote wanakuanga wabaya. Si wote ni wabaya. Chenye najua is like you could break kutoka ghetto sasa kuja the other side of life si rahisi. There's a time kuna ghetto fulani uko Nairobi inaitwa Mukuru kwa Njengo. Chesikia place kama hiyo? Najua. Umeshafika? Nishafika. Ushaishi huko? Sijaishi huko lakini nishafika. Ulikuwa unaishi wapi? Nilikuwa naishi Kariobangi. Kariobangi. Wajua wasichana wengi wa D ni weupe sana, so so ulijulia wapi na hujatoka ghetto? I know. Things dealing with ladies, hata wanangu ambao wanasikiza wanajua. Mimi ndo president wa wasichana, kutetea haki za wasichana katika jamii. So hiyo kubreak kutoka ghetto sasa kukuja kwa maisha mengine huwa ni vigumu sana. I know that. Huwa ni ngumu sana. Imagine umetoka katika surrounding paka una break hizo boundaries zote sasa paka unakuja katika maisha ukweli sasa huwa si rahisi. What motivated you and who motivated you? For me naweza sema hakuna mtu specifically ni motivate, but the moment nilianza muziki nilihem that I have to reach there to the top. No matter what, challenges zitakuwa mingi zaidi. But at the end of the day, I will fight them. Because hadi sasa venye naongea, we always fight the challenges daily. Sisi kama wasanii unapatanga that wase watakuona hapa nje, msanii umeenda nini. But at the end of the day, sisi wasanii pia sisi ni binadamu. We are always fighting those challenges daily. Tunazifight daily. But at the end of the day nilijambia on my mind that lazima nifike to the top. Iko aje ama iko aje, lazima nifike hapo to present my youths pale ghetto. So every day naamka, every day nasikia ni kama nataka ku give up. Mi ujiremind that sijirepresent mimi. I'm going up there to represent my fellow ghetto. Wow, amazing story man, amazing story. Na katika ghetto pia kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika sana. Tukizungumza ghetto, mimi nakwambia nishaipita huko Mukuru siku nyingine. Like back in the days kwenye ghetto kuna issue kama za early pregnancies, drugs na kadhalika. Hizo pia I know is some of the issues ambazo ni kushua kabisa you are so passionate about, na ungependa sana kuzizungumzia na pia kuangalia tunamnusuru vipi mtu ambaye kwamba atapatana na hii information either anatusikiliza hivi sasa ama pia atapatana na videos online. So msikilizaji usende mbali, nitakuwa narudi in a moment, alafu tutakuwa tuna dive in, manake yetu si muziki pekee yake, nipende kusaidia watu pale nje, ndio? So katika muda usiku mrefu nipo na Furaha Chara in the building, mwanze tutakuwa narudi, alafu tunaendeleza hizi story, manake inatuhusu sisi wote, na Sister Du ni mkali. Ushasikia ngoma zake ni mkali sana. Right about now na kuhitaji by Furaha Chara. Back in a moment.